Rais wa Tanzania Samia Suluhu ajawa na uoga baada ya Wakenya kuapa kumwendea Tundu Lissu gerezani na kusimama naye kwa kuhofia usalama wake. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Kauli ya mwanaharakati wa haki za binadamu nchini Tanzania Maria Sarungi imeizua gumzo kubwa mitandaoni na kufungua mjadala mpana kuhusu usalama wa mwanasiasa wa upinzani Tundu Lissu pale gerezani. Maria alichapisha ujumbe mzito kupitia mtandao wa kijamii wa X ambao zamani ulikuwa unajulikana kama Twitter, akieleza kuwa wananchi wa Kenya wameonyesha wasiwasi mkubwa juu ya hali ya usalama wa Lissu, huku akitoa onyo la moja kwa moja kwa serikali ya Tanzania. Katika ujumbe huu ambao umesambaa kwa kasi, Maria alieleza kuwa Wakenya wanatoa tahadhari kwa Rais Samia Suluhu Hassan kuhusu mustakabali wa maisha ya Tundu Lissu, wakisisitiza kuwa hatua yoyote dhidi ya maisha ya mwanasiasa huyo haitapuuzwa. Pamoja na ujumbe huo, Maria alionyesha kushukuru kwa mshikamano uliotolewa na wananchi wa Kenya, akisisitiza kuwa mshikamano wa kikanda ni nguzo muhimu katika kupigania haki na demokrasia. Tundu Lissu ambaye alinusurika jaribio la mauaji mwaka 2017 alipokuwa akirejea kutoka kikao cha bunge jijini Dodoma, amekuwa mmoja wa wanasiasa wa upinzani wenye ushawishi mkubwa Tanzania. Mbali na kupigania haki za binadamu, Lissu amekuwa mstari wa mbele katika kuikosoa serikali kuhusu masuala ya utawala bora, uhuru wa vyombo na habari na matumizi ya vyombo vya dola dhidi ya wapinzani wa kisiasa. Tangu kurejea kwake nchini Mei mwaka huu kushiriki katika kesi inayomkabili, kumekuwa na wasiwasi mkubwa juu usalama wake. Wananchi na wanaharakati mbalimbali wamekuwa wakieleza hofu yao kuhusu kile wanachoamini kuwa ni mazingira hatarishi kwa maisha yake. Mjadala huo umezidi kushika kasi hasa baada ya tukio la hivi karibuni la kukamatwa kwa wanaharakati wawili wa Afrika Mashariki waliokuwa wameenda nchini Tanzania kushuhudia kesi ya Lissu, na ni hali ambayo imeibua hofu kuhusu uhuru wa kisiasa na haki za wageni nchini. #FreeTunduLissu imeendelea kutumika kwa njia ya kidijitali ya kupaza sauti za kutetea haki ya mwanasiasa huyo, huku watumiaji wa mitandao kutoka Kenya, Uganda na Tanzania wakionyesha mshikamano wa wazi. Wito huu wa kikanda unadhihirisha kuwa masuala ya haki za binadamu hayawezi tena kuangaliwa kwa mtazamo wa kitaifa pekee, bali yanahitaji mtazamo wa pamoja unaovuka mipaka ya kitaifa. Kauli ya Maria Sarungi imeibua maswali kuhusu msimamo wa Tanzania katika kuheshimu na kulinda sauti za upinzani katika mazingira ya kidemokrasia, na ni jambo hili pia limeibua hisia kali kuhusu nafasi ya serikali ya sasa katika kushughulikia upinzani bila kutumia nguvu za kiutawala. Tukio hili linaashiria kuongezeka kwa uungwaji mkono wa kikanda kwa viongozi wa upinzani wanaokumbana na changamoto za kisiasa, na linatuma ujumbe kwamba jamii ya Afrika Mashariki imeanza kuamka na kushikamana katika kulinda haki na demokrasia.